Tuangalie habari ya mwanamke na kusudi la Mungu. Amina. Kusudi la Mungu ni nini? Kusudi la Mungu ni mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Na kusudi la Mungu linamhusu baba na linamhusu mama. Kwa hiyo baba, karibu sana. Amen. Kusudi la Mungu ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Na sisi tunaangalia mwanamke na kusudi la Mungu. Sio mama, mwanamke. Amina. Kila aliye jinsia ya kike alijue kusudi la Mungu kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliye mwanamke na alijue kusudi la Mungu kwake. Sio mama, mwanamke yeyote. Kwa hiyo anaweza akawa mdogo, akawa mkubwa, madamu ni mwanamke, ajue kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Na hili kusudi la Mungu linakamilishwa na neema ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Moja ya huduma ya Roho Mtakatifu ni kufunua. Atanifunua mimi ni nani. Ndiyo ni mwanamke, lakini ni nani? Wakati ananifunua kwa namna mbili. Atanionyesha udhaifu wangu na nguvu zangu. Wakati nimejua udhaifu wangu na nguvu zangu, naweza kusimamia kusudi la Mungu. Amina. Huwezi kusimamia wakati wewe mwenyewe hujielewi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni walazima sana kwa kanisa, lazima sana kwa mwanamke, ili kwanza amfunue yeye ni nani. Alafu akikufunua na kufunua pande mbili, udhaifu wako na nguvu zako. Ukishajua nguvu zako utasimama kwa ujasiri. Na ukijua udhaifu wako utakuwa na kiasi. Haleluya. Usipojua udhaifu wako utaaibika saa yoyote. Wakati unajua mimi na udhaifu fulani, utakaa mbali, utajizuia. Na wakati unajua hapa ndio nguvu zangu, utasimama kwa ujasiri. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu kwa ajili ya kanisa, kwa maana ya wanawake, ni walazima sana mtafute kwa bidii. Na namna ya kumchochea ni utii. Haleluya. Umtii, maisha ya utii, ili aje ajifunue, huyu mama ajijue. Wakati anajijua, atajua udhaifu wangu, atajua nguvu zangu ni nini. Tunamtarajia kuwa mama bora ambaye anajijua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asipojifunua Roho Mtakatifu, yatatokea mambo ya ajabu sana. Yanapatikana kwenye Biblia. Kuna mwanamke mmoja ameolewa kwa gharama ya mwanaume kufanya utumishi miaka 7 ampate. Lakini huyu mwanamke wakati anaondoka, aliondoka ameiba miungu ya baba yake. Sasa Biblia haituonyeshi mama yake yuko wapi pale. Amina. Unaona udhaifu wa kuwa na mama ambaye haelewi. Akakuza mtoto kwa sababu yule binti hakujizaa, alikuwa na mama. Hakujua cha kufanya, mtoto kaondoka, kafika njiani, baba yake anasema ole wake huyu alioa watoto wangu, ameondoka na miungu yangu, nikimpata tamwangamiza. Kumbe miungu amebeba mtoto wake. Maana yake angekuweko mama ambaye anajielewa. Sema amina. Huyu mtoto angekuwa na fundisho sahihi. Biblia inasema yule mwanaume akatamka maneno yaliyomfanya mwanamke yule siku anajifungua na kufa pale pale. Aliyeua ni nani? Mwanamke. Amina. Kumbe ukikaa una mme, una uzao, halafu haulijui kusudi la Mungu, utaua uzao wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule binti angefundishika na mama, angejua cha kufanya kuhusu miungu ya baba yake, asingetamkiwa vibaya na Yakobo, asingekufa wakati anajifungua. Kwa hiyo tukitafuta chanzo cha yule binti kufariki, alikuwa ni mama asiyejua kusudi lake. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Chukia kuwa mahali una watoto haujui kusudi la Mungu, ili mradi umewazaa, ili mradi wanakula, ili mradi waende shule. Hapana.
kuna zaidi. Roho Mtakatifu atafutwe akujulishe kusudi ulisimamie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa Mwokozi. Kusudi la Mungu wakati unalitaka mama, unalitaka mwanamke lije kwako, linatafutwa kwa moyo wote na kwa roho yote. Usilitafute kusudi la Mungu kwa roho, kwa moyo, hapana. Ni kwa moyo wote na kwa roho yote. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29, anayesoma asome. Mungu anaagiza mkimtafuta Mungu, mkimtafuta kwa moyo wote na kwa roho yote mtampata. Kumbe ukimtafuta nje na moyo wote, nje na roho yote, hutampata Mungu. Sura ya 4 mstari wa 29. Ukimtafuta Mungu kwa roho yako bila moyo wako wote, hautampata juu ya mume wako, hautampata juu ya huduma yako, hautampata juu ya watoto wako, hautampata juu ya maono makubwa uliyoyabeba. Lazima urudi ukamtafute Mungu kwa moyo wote na kwa roho yote, umpate Mungu ili ufanyike mwanamke mwenye kusudi la Mungu. Amina. Soma msomaji. Amina. Ndiko yanasema Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29. Amen. Lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Amina. Agizo la Mungu la kumtafuta Mungu ili lile kusudi alilokubebesha uliishi, ulijue, ulisimamie, ni kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Tatizo lililokaa sasa kanisani, watu wanamtafuta Mungu kwa roho, moyo Kwa nini mtu anamtafuta Mungu kwa roho? Anaogopa kufa. Kwa hiyo yuko kanisani ameogopa mauti. Hapana, Biblia inasema kwa moyo na kwa roho. Sio niko kwa sababu kuna mauti inanipata, na kwenda ibadani kwa sababu mauti inanipata, na kwenda pale kwa sababu mauti inanipata. Hapana, kwa moyo wangu wote. Moyo kwa maana ya vitu vyako vyote. Haleluya. Utaona kwenye Nyakati wa Pili sura ya 15, kuna watu walipita wakati mgumu sana. Walipopita wakati mgumu sana, Biblia inasema wakaamua kumtafuta Mungu kwa moyo wote na kwa roho yote. Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 5 na wa 6. Nitasoma. Amen. Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 5, Biblia inasema, amen, hata na dhamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye, wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakaao katika nchi. Amen. Wakavunjika taifa juu ya taifa. Mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema, wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Amen. Walivyogundua wana fadhaa, kila anayeingia na kutoka, wakakaa wakasema, hapana, hapa tufanye agano na Mungu, lakini agano hili ni kwa mioyo na kwa roho. Asifiwe Mwokozi. Amen, amen. Kwa hiyo ukishakuwa unataka kumtafuta Mungu kwenye maisha yako, kwanza kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Alafu wakati nimejua nalitaka kusudi la Mungu, lazima nitaingia kwenye kitu kinaitwa agano na Mungu. Agano ni makubaliano baina ya mwanadamu na Mungu, agano la kimungu. Kwa hiyo wakati nataka kukubaliana na Mungu, nitafanya makubaliano kwa moyo wote na kwa roho yote. Nimpate Mungu ili mimi mwanamke nisimamishe kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, la Mungu kwenye uzao wangu. Usije ukasema namtafuta Mungu halafu huna makubaliano naye. Yesu asifiwe. Amen. Amina. Biblia inasema wakati fadhaa inatokea, Mungu anasema nikusanyieni watu wote ni wa Mungu wote. Alafu anaongeza waliofanya
agano. Anaanza kutoa mipaka, sio wote tena, ila waliofanya agano kwanza walete. Amina. Sasa nini maana ya kusema namtafuta Mungu? Mimi mama namtafuta Mungu kwa moyo na kwa roho yote. Nikishaamua kumtafuta Mungu ili niyatimize makusudi, narudi kwenda kufanya agano na huyu Mungu. Amina. Agano litakufanya Mungu, wakati anasema nikusanyeni, watoto huko wanaharibika kwa usagaji, Mungu akiangalia anaona ni mtoto wa mama mmoja aliye nyumba ya Sara. Malaika wanampa taarifa, anasema nikusanyie kwanza pale watoto kwenye hiyo shule, nikusanyie kwenye hicho chuo. Wanakusanywa waliofanya agano, atakutwa mtoto wako kwa jina la Yesu. Amen. Lakini mpaka umefanya, kwa hiyo mtoto wako ataokoka na roho ya usagaji, ataokoka na roho ya ushoga chuoni, utakaa kwa amani. Amina. Hautatikisika kwa sababu ninajua nina agano na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa moyo na kwa roho. Walivyofanya hilo agano, mstari wa 15. Kwa moyo. Usije ukafanya agano kwa roho tu kwa kuogopa kufa. Haleluya. Fanya kwa moyo wote. Fanya kwa roho yote. Mimi ni mshirika wa madhabahu ya nyumba ya Sara, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, wakati mgumu na wakati mzuri. Amina. Haleluya. Mstari wa 15. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15 mstari wa 15 inasema, na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu amejua kwamba mimi ninalo kusudi la Mungu, akaamua kumtafuta Mungu kwa moyo wake wote. Ndio, mimi ni mwanamke, okay, namtafuta Mungu kwa moyo na kwa roho yote. Anakuja kufanya agano na Mungu, makubaliano na Mungu kupitia madhabahu. Amina. Atafanya kwa moyo wote na kwa roho yote. Biblia inaniambia Mungu akawastarehesha. Utakapofanya agano kwa moyo wote na kwa roho yako yote, Mungu akustareheshe kwa utukufu wa jina lake. Hey! Kumbe kama mwanamke anahitaji kustarehe kwa habari ya ndoa yako, utoke kwenye historia ambayo inasumbua wengine, fanya agano na Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Ila agano lifanye kwa moyo na kwa roho yote. Amen. Historia ya mambo kwenu wanaachikaga haitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Historia ya kwamba wanazaga watoto wanakuwa vuta bangi sio wa kwako. Kinacholeta leo mwanamke ana uzao, ana vizazi vinaishia njiani, hakuna agano na Mungu aliye hai. Sikiliza, agano linauawa na agano. Waliotangulia walifanya maagano, wakasema mwanamke hali mayai. Wakaenda wakazidi sana, wakasema sio wa kusomesha. Wakaenda wakaona ni kitu cha kawaida. Yesu alivyokuja akavunja mipaka hiyo. Lakini alivyoivunja tayari kuna maagano yalishafanyika. Kanisa, usisahau. Tunachukua agano na Bwana Yesu, tunaenda kuliangusha agano lililotangulia kwenye familia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wa kale ukiwaambia mimi naweza kuhubiri, wanakuambia ni mashetani. Wanasema anayeweza kuhubiri ni mwanaume tu. Na ndio wakaokoka wakaenda na mbinguni. Ndivyo wanavyoamini. Agano limeshika fahamu zao na mioyo yao. Paka lije agano la damu ya agano jipya likauwe lile agano lingine. Sikiliza, unaweza kukaa kanisani unamcha Mungu, kama liko agano linakusumbua, liuwe kwa agano leo kwa jina la Yesu. Amina.